Akiwa mitaa ya shambani, mwanamke mchawi akamtokea, akamnyonga kweli kweli, kaba sana mpaka akamuua kabisa. Kisha yeye akatoweka zake. Huyu kijana ni nani na amefanya kitu gani? Na huyu nyonga pia naye ni nani? Twende tu pamoja tutawajua vizuri. Baada ya masaa machache mbele, huyu hapa ni Chifu Ude, ni tajiri anayeheshimika sana hapa kijijini. Alipokuja mke wake, ilibidi yeye aikate simu kwanza. Hapo shida utakuwa ni wewe mwenyewe. Nilikwambia ujifunze kuendesha gari, ila wewe ukawa ni mbishi sana. Unaona sasa? Unaona kutembea jinsi kunavyochosha? Mimi hapa siko tayari kabisa kukuendesha wewe. Mke akasema, hilo hapo sio tatizo. Kuna taarifa mbaya sana. Jeku amekufa. Jeku gani? Hii hapana. Jeku si alikuwepo hapa asubuhi kabisa. Mke akakazia kuwa amekufa. Mwili wake wameukuta kwenye lile shamba la mzee Cheusi alikwenda kufanya kazi. Inavyoonyesha, Jeku aliyefariki alipitia kwenye hii nyumba asubuhi na mapema, kisha ndo akaelekea huko shambani. Kwa hiyo ndo maana wamejikuta wapo kwenye dimbwi zito sana la mawazo. Chifu pamoja na mke wake wakatua pale msibani, wakatoa pole kwa ndugu wafiwa. Marehemu ameacha mdogo wake, na huyu hapa anayesimamia mazishi ni mjomba wake. Mjomba anasema Jeku amefariki ghafla sana, hakuwa anaumwa wala hakusumbuliwa na tatizo lolote lile. Chifu Ude akasema kuwa atasimamia mazishi yote, gharama zote ziwe juu yake. Kama kuna shida yoyote inayohusika na masuala ya fedha, yeye atasovu. Akadai kuwa Jeku alikuwa ni kijana mwerevu na mtu mzuri sana. Mida ya usiku mwingi, chifu anamuita mchawi wake anayemwabudu yeye mwenyewe. Akaja amuma. Mali pamoja na utajiri anaomiliki mtu huyu hulazimika kutoa kafara ili uongezeke maradufu. Kwa hiyo huenda kabisa chifu ndo amemtuma huyu mwanamke aende akamtoe Jeku kama kafara. Naomba kwanza unisapoti kwa kubonyeza neno subscribe, kisha turn on notification bell ili Lenji Media tuzidi kuwa familia kubwa zaidi. Tuachane na chifu. Kuna familia ya Obina, anaishi yeye pamoja na mama yake. Mama alifurahi sana kumuona mtoto wake anazingatia mila pamoja na desturi alizoziacha mzee wake. Kiufupi, mama anajivunia sana kijana wake. Kuja hapa njiani akakutana na Chika, mtoto wa mjomba wake na Jeku. Obina alizidi kumpa pole kwa msiba mzito uliowakumba. Chika anasema kinachomuumiza zaidi kwamba Jeku amefariki angali bado ni mdogo sana. Ndoto pamoja na malengo yake yamezimika kama mshumaa. Alipata kazi huko China, ilibidi asafiri siku zijazo, ila ndo hivyo tena. Chika akamsanua Obina kuwa baba yake kapewa dili la kumtafuta dereva atakayeweza kumuendesha Chifu Ude. Obina akadai yeye yuko tayari. Bila kupoteza muda, ilibidi wajongee ili wakakutane naye. Walipokutana, Obina akajieleza pale kuwa ana uhitaji sana na hiyo kazi, maana maisha ya pale kijijini yamezidi kuwa magumu sana. Alipoulizwa kuhusiana na masuala ya leseni na nini, mwamba akadai vyote anavyo. Ilibidi ampeleke tu kwa Chifu Ude chapu sana. Baada ya muda wakafika kwa Chifu Ude. Muda huo binti wa Chifu Ude, Sonia, akando alikuwa anataka atoke aende sokoni. Wakasalimiana pale. Akamtambulisha kuwa huyu hapa amekuja kuomba kazi ya udereva. Hapa ndo anampeleka kwa chifu ili akafanyiwe interview ya kazi. Ila Sonia jicho lote likawa linamtazama Obina. Akashindwa kukaza mzee. Hivi umesema ndo anataka kazi ya udereva? Sasa inabidi aniendeshe ili niweze kuona uwezo wake. Sasa si ungoje aende akamwone chifu kwanza. Akamrushia funguo, hana muda wa kupoteza. Akamuuliza jina lake ni nani na akamwambia akalie chuma ili waondoke. Obina hana namna, akaiwasha ndinga mzee kwa kuwa na usongo sana wa kuendesha, akaingoa pale. Yaani kamwamrisha kisha wakaondoka wote. Mke akaja. Hivi kila kitu kiko sawa kweli hapa? Yaani alichokifanya binti yako Sonia. Unajua huyu kiongozi kamleta kijana ili tumfanyie interview kwa ajili ya kazi ya udereva kwenye lile tangazo tulilolitangaza. Mwenyewe kamkabidhi funguo na leo kaanza kumuendesha akimvunja kiuno au miguu. Mama akasema huyo binti yako tabia zake sijui mwenyewe. Sijui kachukua tabia za baba yake. Kisha akaingia zake ndani.
Baada ya muda Sonia akaja. Hi daddy, huyu ni dereva mzuri sana na ana nidhamu sana ya kazi, kwa hiyo apate tu kazi. Daddy, twende ndani. Chifude hanaga ujanja wote ule kwa binti yake, akapitisha tu hilo swala. Obina kaja kwa kasi kweli kweli ili aweze kufurahia na mama yake. Akamchangamsha mama yake pale ngunguru ngangala. Mama akauliza, kuna shida gani? Obina akasema amepata kazi na mshahara wake ni mnono sana, mix marupurupu. Wakamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kufanikisha hili jambo. Na kwa sasa hivi wataweza hata kubadilisha vimboga. Ni furu tu makumbato pale. Wakati chifu anakuja hivi, mara Jeku huyu hapa alishtuka sana. Alipotaka akimbie, huyu hapa tena. Nafsi ya Jeku ina hasira sana na maumivu mengi. Kwa nini auawe bila kosa lolote? Licha ya kwamba aliomba misamaha mingi bwana chifu, ila alinyongwa kabwa kweli kweli. Akapiga magoti mara puu chini. Jeku akatoweka. Yeye akashtuka kwenye ndoto hii mbaya. Mkewe anashangaa. Kwa nini anashtuka ovyo? Anamuuliza tu, tatizo ni nini? Kuna shida gani? Chifu haelewi mzee, ni mawazo. Ngoja tuombe, inabidi tukemee ndoto za ajabu ziishe. Wewe ombaga tu mwenyewe. Ngoja mimi nilale zangu bana. Mwamba anaga imani kabisa ise. Kazi inaendelea vizuri. Anazingatia usafi wa hapa na pale. Akaja babake na Chika, akamuulizia chifu. Kisha akakutana pale. Unajua nimemwona Jeku kwenye ndoto jana usiku. Tena alikuwa ananikaba na niua. Unajua hii ndoto iko sawa na ile ndoto ya chifu. Ila cha kufanya ni kutulia tu. Maana chifu akadai kuwa atalimaliza hili jambo. Hili swala litaisha tu. Obina, niite Sonia, usinite madam. Mimi sifanani kabisa na mishangazi. Obina akakubali bana. Sonia akaja kwa mchizi ili wapige stori za hapa na pale, maana yuko boadi sana ise. Mara chifu akaja. Kijana, ulisema jina lako nani? Okay. Nahitaji uende kwa... Mara Jeku akatokea pale. Chifu akaganda. Chifu, umesema niende wapi? Sonia akapanda ili ajue shida ni nini. Mwamba anacheki mzimu tu. Akagaili pale na akaelekea zake ndani. Mzimu ukatoweka. Obina kuelewa pale hii imekwaje kwaje. Kaenda kumuita Amuma, mwanamke mchawi. Anamuuliza, mbona sio muda sahihi wa kumuita? Yaani kwa nini amefanya hivyo? Akamjuza kuwa kuna tatizo limejitokeza. Kuna mambo hayako sawa kabisa. Waliomtoa kafara yule Jeku, mzimu wake unamtokea sana. Tena una hasira kweli kweli. Una hasira juu yake. Yeye binafsi anachohitaji ule mzimu ustopishwe, ukapumzike kwa amani. Likasema litamsaidia akafanye jambo kwenye kaburi la Jeku. Kweli bana, mapema mno walitoa kwa kina Jeku. Nana yule mdogo wake na Jeku wakamzugazuga pale kwa chifu anahitaji mazungumzo na yeye. Halafu mjomba wake akasogea mpaka kwenye lile kaburi la Jeku, kisha akaifukia ile ilizi ili tu mzimu usiwasumbue tena. Mzimu uliona tukio zima, nao kadai kuwa lazima utafanya jambo tu. Obina anakuja home hivi, anamkuta Sonia. Unajua Sonia nyumbani hakukaliki. Kamfata Mwamba ili ampe company. Cheki mshtuko kwenye macho ya Sonia. Sonia inavyoonyesha anampenda sana Obina. Mama akawaaga pale, anaenda sokoni. Ila ni kama vile mama hajapendezwa sana na hili jambo. Wao wakaendelea zao kula stori za hapa na pale. Baada ya mgeni kuondoka, mama akakaa na kijana wake. Anauliza, kuna nini kinaendelea kati yake yeye na yule binti wa chifu? Usinidanganye, mimi ni mama yako na sio kipofu. Vuta picha. Leo ni siku pekee ambayo wewe huendi kazini, ila amekufata yule msichana mpaka hapa nyumbani. Yule msichana ni lazima tu anakupenda. Kuwa makini mwanangu. Angalia maisha yetu ni ya kimaskini sana. Usiruhusu hisia zikakuharibia kazi na zikakupelekea ujikute upo sehemu mbaya. Usije ukaozea gerezani mwanangu. Obina anakuja hivi, mara Amuma akamtokea. Mwamba akakimbia. Kuja hivi, Amuma huyu hapa akamuua. Amuma akatoweka. Mama akashtuka sana kwenye hii ndoto ya ajabu. Akaanza kumuita pale mtoto wake huku akiwa na wasiwasi kubwa. Alipokuja akamkumbatia,
na kuanza kumkagua na kuuliza kama yuko sawa. Mama ameota ndoto mbaya sana. Ilibidi aende akachukue vifaa vya kumfanyia dua. Aliomba sana miungu yao ipate kumlinda kijana wake ili asizurike na mambo yoyote yale yanayohusiana na ishu za uchawi. Akiwa katulia kizembe, Amuma akaja chapu sana. Akamwambia kuwa ili ule mzimu upate kutulia na usimsumbue milele, inabidi kafara nyingine iweze kutokea. Kuna kijana kamuona pale, atakuwa ni halali yake kabisa. Mke anakuja, ilibidi azugezuge pale kama alitoka kuongea na mtu kwenye simu. Kumbe sio bana, alikuwa anaongea na Amuma, yule mwanamke mchawi. Anko baba yake na Chika ndiye aliyempeleka Jeku kwa chifu ili wamtoe kafara. Lengo kuu kwamba mali zote inabidi zichukuliwe na anko. Ila cha ajabu, mdogo wake na Jeku, yule Nana, hataki kabisa kuondoka kwenye hii nyumba. Akadai kuwa atabaki pale pale ili aendelee kulinda zile mali za wazazi wake. Hii ishu ilimchanganya sana anko, maana yeye alitaka mali zote amiliki yeye. Alitaka Nana asimiliki hata tone la mali. Obi nakuja hivi, Amuma akamtokea. Sio ndoto tena, hii ni uhalisia. Akampiga kimbora, cha ajabu hakikupenya. Ghafla akatokea mzee wa kimila, akazuia michongo mizima pale ya mauaji. Obi na ilibidi asepe, nalo likaondoka pale. Mzee naye akatoweka. Akaja nduki mzee, hofu ni nyingi sana. Akamsimulia mama yake kile kilichotokea, akamvuta ndani. Lilipokuja kwa sababu ya uzio mzito, likashindwa kuzama ndani. Kila likijaribu hora mzee. Akatokea yule mzee akadai kuwa hawezi akamtoa kafara yule kijana, na haliwezi likatokea kabisa, na akiendelea kufosi hilo jambo atapotezwa mazima, hataonekana tena. Likasepa eneo la tukio. Kwa kuwa mchongo wa kupata vile viwanja unazidi kufeli sana, ilibidi wajadili kwa pamoja wafanyeje au wamuue na yule binti Nana ili wasiwe na kizuizi chochote. Mara Amuma akatokea akadai kuwa kwa nini kafara anayotaka kupewa ni zawadi na ni mtu special sana aliyechaguliwa na miungu. Akachukia sana, akadai kuwa hili jambo atalipia huyu mzee baba. Akajitetea pale kuwa wamtoe tu Nana, yule dada yake na Jeku. Likakataa pale kuwa kafara haiwezi ikachukuliwa kwenye ile nyumba moja tu. Sasa hivi inatakiwa ichukuliwe kafara kwenye hii nyumba yake. Hapo akahisi kudata, ndo akachanganyikiwa kabisa mzee baba. Sonia alivyotua, mama akamkazia kweli kweli kuwa ni mtoto wa shetani. Sonia hakuelewa pale, baba yako ni mshirikina. Alitaka kumtoa kafara Obina. Baba yake anatumia nguvu za giza ili aweze kujipatia utajiri. Hivyo basi haiwezi katokea akamuua Obina. Binti akamtetea sana baba yake kuwa hawezi akafanya maovu kama hayo. Baba yake ni mtu mwema sana na anasaidia watu. Endelea tu kumtetea baba yako, siku ukitolewa wewe kafara au mtu wako wa karibu unayempenda, ndo utakumbuka maneno yangu. Toka hapa, sikutaki kwenye nyumba yangu, na sitaki urafiki wowote ule na mwanangu. Basi bana, baada ya kufukuzwa, binti ilibidi asepe zake. Alipokuja hapa yuko moto kweli kweli. Yaani mama yake na Obina anasema maneno machafu sana kuhusu chifu. Chifu akasema, achana nao hao. Maana mti usiokuwa na matunda siku zote haupigwagi mawe. Unaopigwa mawe ni mti wenye matunda. Kwa hiyo mtu akijipata akawa na mali na mafanikio, ni lazima watu wamuongelee vibaya. Ni lazima maneno mabaya na machafu yawe juu yake. Ataambiwa kuwa ni mchawi, amepata mali kwa njia zisizokuwa za halali. Kwa hiyo wapotezee tu. Ni maneno tu ya wakosaji hayo. Akamuomba achukue funguo ili ampeleke mama yake huko alikokuwa anataka aende. Wakafika sehemu ambako alikokuwa anahitaji afike mama yake. Mara Amuma akatokea, akamuua mama yake na Sonia. Sonia alilia sana, maana imetokea ghafla sana bila hata kutarajia. Nyumba hii yenye kila kitu ikawa na huzuni ya ajabu. Sonia kila akifikiria kifo cha mama yake hakimuingia akilini kabisa. Ila mzee wake akawa hachukulii uzito kuhusiana na hili jambo. Yaani ni kama kuna kitu anakielewa sana kinachoendelea. Sonia akaona sio kweli. Ilibidi mapema sana afike kwa kina Obina.
akiwa amejawa na huzuni sana. Akaanza kuomba misamaha mingi sana kuwa walimjuza jambo ila yeye hakuzizingatia. Kwa sasa hivi anaumia sana kwamba baba yake huenda kweli anatumia nguvu za giza ili aweze kujipatia utajiri. Yani anatumia utajiri wa kafara. Mama kwa kuwa naye ni mtu wa maono, ilibidi aanze kumuelezea kuhusu nguvu alizokuwepo nazo baba yake ili tu akomeshe. Akapewa njia ya kufanya. Moja kwa moja mpaka chumbani kwa mzee wake, akawa anatafuta kile kijisanamu anachosaliaga mzee wake. Baada ya kutafuta sana akakipata. Kilichobaki ni kukitia moto tu. Jeku alivyotokea hapa, akaenda kumuingia dada yake, kisha akamuongoza moja kwa moja mpaka kwenye kaburi lake na kuanza kufukua lile kaburi. Akatoa ile ilizi, ile dawa ambayo anko wake alifukia pale. Baada ya kuitoa, Jeku akatoka kwenye mwili wa dada yake, akapiga sana kelele pale, akaitupa ile ilizi, akakimbia mbio mbio kwenda kwa anko wake. Kufika tu akaanza kuelezea kile kilichotokea. Mzee hakuamini kabisa. Jeku akatokea na yeye pale. Mzee akaanza kuropoka pale kuwa yeye ndo aliyehusika na kifo cha Jeku. Mwanae Chika akawa anashangaa tu, hii ni nini na imekuwaje? Mzimu ukamkaba sana na kumuua anko wake. Chika alilia sana, alimlilia mno baba yake. Jeku akatoweka. Mzee akawa ameaga dunia. Akiwa njiani, Amuma akamtokea, akaanza kumgombeza kuwa akazuie sanamu la uzima wao lisichomwe moto. Akaanza kuungua maskini. Amuma alilia sana, kisha akateketea mazima. Chifu alifoka sana kwa hichi kinachofanywa na binti yake. Akamwambia kuwa uovu wake umeisha sasa. Aliowaua wote wakatokea, wakajitwalia uzima kwa ndugu Chifu Ude. Chifu Chali mzee na kitambi chake akafa. Siku zote mwisho wa ubaya huaga ni aibu. Pia na ukitenda mabaya kwa wingi, usitegemee utakuja kulipwa mema. Baada ya kufurahia sana mali za kafara, ona sasa ameaga dunia. Na hapa ndo inakuwa mwisho mwa hii hapa movie inaitwa The Goddess of Fire. Naomba uniandikie maoni yako hapo chini. Umeionaje hii kazi? Naomba unisapoti kwa kubonyeza neno subscribe kisha turn on notification bell ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi ambapo nikiachia video mpya. Ungana nasi tuwe familia kubwa. Upweke wa nafsi tiba yake utaipata. Zile movie kali, burudani ya uhakika. Bando lako, muda wako hutojutia. Uwepo wako ni thamani kwetu. Kwa maoni yako ona kushare kazi zetu. Lenji Media, kutana na True Boy. Lenji Media, kwa movie kali. Lenji Media.